Hapa hii nchi mimi nakwambia katika nini watu wanakujaga wanajitolea. Sijakataa kuja. Sasa ule wa kuikaza na kana wewe kabisa wako mpaka ule wakati anaona alhamdulillah umekuwa vizuri ndio anasema wapo kwamba mtu anakuja anakuza na wewe. Wajua wewe. Wako wengi kadhaa sana. Inategemea sasa. Mko namna gani? Maana yake hapa Ulaya mimi kitu nitasema kuna wengine hawapendi kuingiliana maisha. Yeah. Watu wanaishi hivyo. Yaani tumekuja tumepata ule mfumo wa okay sisi ni Waislamu tunasalimiana lakini tusizoeane sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipenzi wa Lokwa Media Entertainment, karibuni sana. Tunaanza kipindi chetu kwa jina linaitwa Tujichanue. Stay tuned utake kujua tunajichanua vipi. Karibuni. Kwa majina naitwa Najma Jafar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni kwenye kipindi na mimi kwa majina naitwa Rehema Ndangwa. Leo tutazungumzia kuhusu Uislamu ndani ya Ulaya na Uislamu Afrika. Tofauti zao ni vipi na vipi kunakuwa na vipi watu wanakuwa ndani ya Ulaya na vipi Uislamu unakuwa ndani ya Afrika. Naam. Kama kisi mwenzangu alivyosema, Uislamu ndani ya Afrika mimi sana naozani kabazi huko kwa sababu mimi naona tofauti ipo kubwa sana. Uislamu wa kwetu nyumbani huko Afrika na Uislamu hapa Ulaya. Kwangu mimi naona kwa mtazamo wangu Uislamu wa Afrika maana yake watu wanajitolea kwa wingi, watu wanafanya ibada, watu wanaenda kusikia mawaidha, maadhana sehemu tofauti, lakini katika hizi nchi hapa hakuna kutoa adhana, kila kitu maana yake kiko kwenye simu. Naona ina ugumu fulani na watu kujitolea maana yake kuitafutisha dini hapa naona kuna ugumu fulani sana. Miki upande wangu mimi naona sitakubaliana na wewe, nitakupinga kidogo kwa sababu japo kuwa watu hapa hawasikia adhana, japo kuwa watu hapa adhana zinakuwa kwa simu, lakini unakuta watu wanajibidisha hiyo kwa simu, kila mtu anatafuta anataka kujua hii app na itamwadhinia ni wakati gani. Afrika mwadhini unaweza kuwa unaadhiniwa na uko hapo mahali mtu anapoishi ni kama sekunde 2 ama 3 kwenda mpaka msikitini, lakini ukakuta mtu akakaa hapo watu wakaswali na wakatoka na asifanye kitu. Ila hapa Ulaya watu wanajitahidi. Mtu na muadhini unaadhiniwa kwa simu anajitahidi anaswali. Baridi venye iko mtu anatoka anajitahidi anaenda step mpaka anaenda msikitini kuswali. Lakini sasa sofa za hapa na nyumbani tofauti, ukichunguza wengi wao sisi tunavyoishi tunaishi nao, wangapi wanakwenda kusali msikitini? Ni wengi wao na kisi weather zinabadilika kila mara wanasalia nyumbani. Lakini sasa shida hapa inakuwa misikiti iko michache na misikiti yenyewe iko tu tuseme downtown. Na ukikuta mimi ninavyoona kiupande wangu Waislamu si wingi sana wanaokaa downtown. Watu wingi wanakaa fasi mbali na msikiti. Ndio maana unakuta watu wingi wanaswali nyumbani. Mwanamume anakuwa imamu na anaswalisha mke wake na watoto wake wanafuata kwenye swala. Lakini kuna wenye wanaishi karibu pia ya misikiti lakini hawaswali, hawaendi msikitini. Unakuta mwingine ukimwambia anakuambia kuna baridi. Au unakutana mida ya masaa, wengine unaona kama masaa, labda ile mida nyingine wengine wapo kazini. Labda Ijumaa alhamdulillah naona wanajitahidi, lakini nyumbani kwetu wengi wao adhana ikitoka unaona wenye kufanya makazi yao wamekanisie wanani wote wanasimamisha wanatawadha wanaenda msikitini wote kusali. Unaona hata swafa 2-3 zipo, lakini misikiti hapa tofauti. Mimi naona kiupande wangu mahali nilipotoka watu wanakuwa msikiti na muadhini unaadhiniwa na watu hapo wanafanya shughuli zao, wenye kula miraa wanakaa hapo wanakula miraa. Ile hapa naona watu wanajitahidi. Sasa kama tuangalie kama umesema mwenzangu Ijumaa. Tuangalie Ijumaa venye Waislamu wengi wanajitahidi mpaka hapa kuna swala saa nyingine kuna swali hata Ijumaa 3. Kwa sababu ya nini? Watu wapate kuingia. Na hiyo Ijumaa kila mtu anajitahidi, mwenye anaishi mbali anakuja hapo karibu kwa sababu ni wakati na yeye anapata. Unakuta zinaswaliwa Ijumaa 3. Wapi Afrika uliona mahali inaswaliwa Ijumaa 3 kama zaidi ya? Afrika hakuna Ijumaa zaidi ya moja. Nafikiri kila misikiti yote ya dhuhuri hiyo ya Ijumaa ikifika ni maana yake ni wakishatoa hutuba sala imekwisha
hakuna nyingine kama hapa jinsi ninavyoona. Lakini pia ukichunguza Uislamu hapa nimesema una ugumu kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Watu wenyewe kujitolea, watu wako busy. Mimi kivyangu naona wengi wapo lakini wako busy, wengine maisha, wengine wametoka nyumbani wamefika hapa wamebadilika. Na unajua pia kuna wengine wanatoka nyumbani labda Uislamu wao haukuwa strong hivyo, lakini wakifika hapa wanabadilika, wanakuwa wazuri. Kwa sababu hapa mimi naona kuna kiu ya kutaka kujua. Hapa hakuna madarasa kama tunavyofanya Afrika. Ama hapa kunao madarasa lakini labda lugha tuelewani. Ndio nakuta wingi sana unasikiza kwa YouTube kwa lugha ambayo tunaelewa. Kama mimi Mswahili nitasikiza za Kiswahili, nielewe Kiswahili. Labda Kizungu kwangu inakuwa matatizo sikikielewi. Sasa unakuta hapa kwa sababu ya hivyo ndio maana unaona hivyo. Lakini Afrika unaona ziko madarasa kila mahali, lakini still ndani ya madarasa hiyo mashehe ni wingi na wakawa wanatangaza saa zote, jamani mkuje kwa kusikiza darasa, jamani mkuje kwa kusikiza madarasa. Hapa watu wako busy, lakini ule muda mtu akipata anakimbilia zake na swali. Ule muda mtu akipata anamuona anasikiza YouTube yake. Saa nyingine mtu atakuwa yuko kazi lakini pengine ametia headphones anasikiza mawaidha yake. Lakini wachache, si wengi. Hata kama nyumbani kweli Waislamu ni wengi kuliko hapa, lakini kivyangu mimi nafikiri hapa inatokana na Mwenyezi Mungu alikuchagua. Maana wale waliochaguliwa na Allah. Kwa sababu hapa hiyo YouTube ipo lakini si rahisi kuifungua, unaiona kila mara. Nyumbani unaweza ikakuwa baada ya Isha au baada magharibi mara nyingi kuna darasa. Mtu anabaki msikitini anasikiliza. Hapa sijui. Misikiti hapa naona inafungwa kila mara. Hiyo Ijumaa. Na hiyo Ijumaa ikiisha hiyo Ijumaa inafungwa. Lakini unakutana nyumbani kuna muda wa darasa. Labda wakina mama kuna hizo siku za Wednesday baada ya sala al-asri kuna madrasa, kuna darasa labda hivyo. Au kuna ile za wafajiri baada ya fajiri kuna madrasa wakina mama. Manake harakati zinapishana. Lakini hapa ugumu upo, madrasa yapo lakini sasa wale wenye kujitolea kuja kwenye madrasa wanapatikana. Maana kila mtu ana nani yake, ana hoja yake. Kama uliposema kuwa mtu hapa paka achaguliwe. Huko Afrika je, ni watu wote wamechaguliwa? Hapana. Ila wengi wao hapana, kwa sababu Afrika mimi naona tuko Waislamu wengi ndio unakuta hivyo. Hapa tumechanganyikana, kuna dini tofauti ndio maana hauoni. Mimi ninavyoona kiupande wangu hapa kweli, kwa sababu maisha ya hapa ndio watu inawafanya watu paka wapande kwenye pilika. Ukiangalia Afrika maisha kule tuko na ile mtu akishapata kidogo anaweza kula na wenzake, lakini hapa kwa sababu ya maisha hapa yalivyo, mfumo wa maisha venye huko, kile kitakachokipata hata wewe saa nyingine unaweza kukitumia ikawa hakikutoshi. Ndio nakuta watu wako kwenye pilika za kutumika, lakini ndani ya pilika zao wingi sana nimewaona katika, maana yake ukipata nafasi ile ya kutoka break hata dakika 5 mtu anakimbilia anaenda zake kuswali. Anatafuta nafasi ana swali. Sasa unakuta yule mtu amejitahidi na kutumika ni ibada. Kama tunavyojua kutumika ni ibada, mtu ameenda kutafuta riziki yake. Na ukumbuki hapa wingi sana au Afrika ambao wanafanya pilika za kwenda kupeleka madawa huku na huku, misaada mingi inatoka hapa. Watu wa hapa ndo wanachukua hizo pesa wanatumikia, na hiyo riziki wanayopata na wao hawasahau kule walipotoka. Wanaona hii riziki tuliyopata sisi hatuwezi kwenda kuzunguka kutembelea kwa sababu ya maisha, mfumo wa maisha tunavyoishi. Basi kile kidogo tulichokipata acha na sisi tujaribu kushare na wenzetu. Ndio maana wanatumia wa Afrika. Afrika watu wako wingi hawana makazi. Ndio wanakuta zile pesa wakipata na wao wanaweza kufanya ibada. Ndio maana unakuta Afrika kuna vitu vingi ama kuna makundi mingi ya kufanya ajiri. Lakini ajiri yenyewe sababu inatokana na nani? Sababu imetokana na hao watu wao wanaofanya kazi wanaotumia pesa. Sijakataa, ila na Afrika pia wana mapenzi. Kuna utu. Maana yake kuna mapenzi na kuna utu. Hapa ndio maana wanakuambia ukikuwa na pesa au ukikuwa na kipato unakuwa na kibri. Unaona? Sijakataa hapa watu wanafanya kazi na kutuma nyumbani kwa misaada, mtu anatoa sadaka yake, labda hii sadaka yangu mtafanya kitu fulani au kulishiza maskini au mayatima hivyo. Lakini hapa nafikiri na hicho kipato au hiyo riski na neema zimejaa katika hii nchi, alhamdulillah. Kila sehemu kuna manufaa yake na kila sehemu kuna neema yake. Nafikiri hapa hiyo neema ya kipato mtu ana uhakika wa kula, ana uhakika kupata hiyo riski. Nafikiri ndio maana na kibri kinakuwemo. Mapenzi, utu hapa kwetu ni mdogo sana. Mapenzi kabisa ndio usiseme. Kwa sababu hapa mimi naona kila mtu anaonekana mimi naweza.
mimi naweza, lakini tunahitajiana. Sasa kwa Afrika, japo wao ile kipato hakuna, riski ni ngumu, lakini mtu anajitolea, hata yeye anajitolea. Huyo mtu angejitolea vipi ikiwa hapati msaada kutoka huku? Kujitolea kuko na aina nyingi. Mfano amesikia kuna sehemu kuna zege, pia hiyo si ajira, anaenda kutafuta huko kupata sawabu na nini, anaenda kutoa nguvu yake. Mtu unaweza kuwa huna kipato lakini ukajitolea nguvu zako hapa, lakini hakuna, hauwezi kupata hapa mtu anakoroga zege, hauwezi kupata mtu anakoroga hapa. Kitu mimi naona mtu anaweza, maana yake ukiangalia hapa mtu akifiwa, alhamdulillah thumma alhamdulillah, watu wanakuja wanakutembelea na watu wanakuletea. Kenya Mwenyezi Mungu amewajalia, wanakuletea riziki ambayo wanapata. Unaona tofauti na kwetu kuna wengine wanakuja tu basi tu. Yes, unaona wanakuja, kuna wengine wanawai wanasema kwa leo kuna mpunga, wacha nikimbilie huko. Ila sasa mimi nina swali hapo nataka kukuuliza wewe. Hivi wewe akikwambia mtu akuletee pesa na mtu aje kukaa na wewe katika ule wakati wewe uko kwenye shida au kwenye matatizo, wewe utasamanisha zile pesa, uletewe tu pesa alafu huyo mtu usimuone? Au ule mwenye anakuambia mimi nitakaa na wewe bega kwa bega kwa wakati huko katika wakati mgumu mpaka pale utakapokuwa sawa, utachagua kipi? Mimi kimpango wangu nataka zote, kwa sababu pesa nazihitaji katika, kwa sababu hii maisha hayaendi bila pesa. Sasa hapo yule mwenzangu amekuja amenifariji kweli, amenipumbaza, tutakula nini? Tutakula kunipumbaza ndo tutakula hiyo? Tutakunywa nini? Lakini yule ambaye atanipa pesa na kunipumbaza, huyo ndo kwangu ni bora zaidi. Sasa umeshasikia kama inahitajika mambo mawili, zote zinahitajika, na hata pesa zinanipumbaza pia. Nitaita mwingine jirani aje nipumbaze na zile pesa zangu zile pamoja. Katika nchi unamuita nani akupumbaze? Hapa hii nchi mimi nakwambia, katika nini watu wanakujaga wanajitolea. Sijakataa kuja. Sasa ule wa kuikaza na kana wewe kabisa wako mpaka ule wakati anaona alhamdulillah umekuwa vizuri, ndio anasema wako ambao mtu anakuja na anaanza na wewe. Wajua wewe wako wengi kadhaa sana. Inategemea sasa mko namna gani. Maana yake hapa Ulaya mimi kitu nitasema, kuna wengine hawapendi kuingiliana maisha. Watu wanaishi hivyo. Yaani tumekuja tumepata ule mfumo wa okay sisi ni Waislamu tunasalimiana, lakini tusizoeane sana. Maana yake ile kukutana tusizoeane sana, kwa sababu kuna wengine naweza kuwa mimi nimejiweka karibu yako, kumbe nina mashari kwako, sina khairi kabisa. Nataka tu kujua kwa huyu mama kuna nini, TV yake iko vipi, huyu iko vipi, ikawa sikupendei mema. Nimesema wanaweza kuwa mama akasema huyu mama anajiringa kwake, mimi siwezi kwenda. Unaona kuna wengine wanaona ama kama unamcontrol maisha yake, hawataki maisha haya. Sasa hapa maadamu mimi naona Uislamu ule kwa bana salamu alaykum na kila mtu anaangalia mashughuli zake, alhamdulillah. Na kisha mwisho mtu umefisha amekuja pale amekupatia hata dakika 5 yake pia alhamdulillah, na amekupatia na pesa za kukumbaza, inakuwa bora zaidi kuliko ile mtu anakuja pale na kukumbaza kwa maneno peke yake. Hauna kitu yote. Maana hata wewe unaona haya, hata jiko mimi nitaenda kuwasha vipi, sina pesa ya kupika, nitafanya aje? Tuseme kama ni system ya hapa wao wenyewe wametengeneza. Maana mtu hawezi kukosa kazi zaidi ya siku 3. Akikosa siku moja ashamzika mnini wake, basi tukapila na kimbilia kazi, kwa sababu ya maisha tulio nayo hapa. Kuna bills unalipa, yani mshahara wako wao hujaingia, lakini wote ushakusha kwa mabills ambao uko nayo. Ndio maana watu huku mimi naona wingi sana wana prefer ukishakuja kuniona, ukishanipa pole, alhamdulillah, unapambana siku ya pili unaenda unajitahidi. Yes, unaumia, ni mtu wako amekufa karibu. Lakini sasa kile kilio ukilia hakitakuingizia kitu, bali kitakurudisha nyuma, kwa sababu wewe tayari unataka kukimbilia upate hizo pesa za kuweza kuhitaji ama kuweza kulipa hizo bills zako ambao uko nazo. Ndio maana watu hapa mara nyingi sana unakuta hawana ile muda wa kukaa kata sana, kwa sababu maisha hapa yana gharama sana compare tu mahali tulipotoka. Ndio hiyo sijakata, lakini wewe kiimani na kiuislamu kabisa, gisi Uislamu unavyoongelea na imani gisi inavyotakiwa, wewe unaona ni sahihi? Mimi kiupande wangu naona tu ni sawa, kwa sababu as long as mtu ameshaka, kwa sababu mimi ninavyoamini hakuna kitu kama matanga ama mazishi sijui kukaa unaomboleza. Hakuna kuombeleza katika Uislamu. Katika Uislamu mtu ameshakufa, anachohitaji zaidi ni dua yako, si kuomboleza kwako. Mimi kimfumo wangu naona anachohitaji zaidi kwako, kwa sababu yule ashaenda. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatuambia
wasallam. Mwanadamu akifa ni mambo matatu ndio atakayomsaidia. Ya kwanza sadaqatul jaria. Na wingi hapa na waona wanajitahidi sana kupata hiyo sadaqatul jaria. Vipi? Mtu anajituma. Unaona kuna group za Afrika nyingi sana zinafanya amali hizo. Wanataka labda kuchimba visima, kuna watoto mayatima, kuna sasa hapa watu wanatumika kwa sababu wao huku kwetu alhamdulillah hapa tuliko kuna neema nyingi. Hakuna uwezi kupata mtu ati kuna mali unatakana kisema kuna pesa ama sijui mtoto amelala njaa hapa hakuna. Sasa unakuta watu hapa Ulaya wanajituma kuteseka kote ili waweze kufanya sadaqatul jaria makoto tulipotoka. Ya pili wamesema elimu na ya tatu amesema wale ndio ambao atakuwa anakuombea dua. So kwa sasa hivi nitaongelea tu hiyo. Ambapo moja yao watu wa Ulaya wanajitahidi kujituma kupata sadaqatul jaria. Na sadaka sijakataa kabisa, wanajitahidi alhamdulillah. Kwa hiyo moja wanajitolea kiasi ya uwezo. Sasa mimi naongelea kimazingira. Sasa mfumo wa hapa manake kwa sisi sasa sehemu zetu tumetoka, kama mimi mfano, manake umenijenga kivingine, manake inabidi kujifunza. Unaona mtu umetoka sehemu moja unakwenda nyingine, inabidi sasa uwe kama wao. Inanichukulia ugumu mpaka naanza sasa kuiombea na dua ili Allah nisaidie kabisa niwe kama wao, lakini bado sijaelekea huko, ningali nafsi yangu inauma hivyo, kwa sababu mimi kama mimi gisi nishazoea mfano mtu ukipata msiba, maradhi, hivyo ugonjwa, chochote kile, maana shida raha, sio shida tu peke yake, raha, unakuwa na wenzako, maana yake wanakukimbilia, una shughuli yako, umeambia wamepatikana, ule wingi wa kuwa pamoja. Lakini hapa ni vitu viwili tofauti. Yes, wanakuja lakini sio hivyo kama jinsi unavyotegemea. Sasa wao unabidi uadapt mazingira ya pale, kwa sababu unaweza kuna jambo lingine unaweza kufanya badala ya kupata thawabu kupata dhambi. Ndio. Unajua? Kwa sababu unaweza kuwa wewe maskini kwa sababu namna fasi umetoka, namna umekulia, umeona mazingira ni tofauti. Umekuja huku unafaa uadapt mazingira ya huku. Unaweza kufanya ukasema acha tu mimi niende labda kwa shughuli kama venye mko mkifanya huko, alikuwa mwenzako mmoja anaweza kukubeba uende huku ukaenda. Sasa yule mwenyewe akachukiwa na hilo jambo. Sasa wewe badala kupata thawabu ukajitafutia dhambi za bure. Sasa hapa mimi naona afadhali ufate mfumo hapa venye unavyokwenda, ujaribu kuadapt naye. As long as hautoki kwenye maasi, hauingii kwenye maasi, bado uko kwenye toa ya Mwenyezi Mungu, unaendelea na dini yako na Uislamu. Ni kumuomba Allah kwa wingi, kwa kweli atuzidi kutusaidia, kwa sababu ninaomba moyo si rahisi, lakini ni kuishughulikia sana. Na dua, naambua dua inaweza kunina takadar, sio? Ndio. Sasa tuombe sana zaidi Mwenyezi Mungu atusaidie. Naam. Kama una hiyo maradhi hayo madogo ambao unaona unaumia, Mwenyezi Mungu akutatulie, iondoke, uweze kuadapt mazingira watu wanavyoishi ya Ulaya. Mwenyezi Mungu aniwekee wepesi, lakini namuombaga Mungu sana asinibadilishe kabisa. Kwa sababu hii ya kwangu mimi kivyangu naona kama nilikuwa nzuri, kwa sababu mimi nikisikia mtu ana shida nataka niwe wa kwanza, maana yake nishamkimbilia, nishamfikia. Lakini sijui labda kwa sababu mimi sijakuwa na ile ubizi wa kazi na nini, labda wakati nikianza kazi ndio nitajiona mimi mazingira kweli kama na wenzangu ni hivyo. Labda kama gisi ulivyosema, maisha hapa, majukumu nini, mtu anatoka anafikiria kazi na mimi labda ikifikia wakati ndio nitajua kuna ugumu sehemu fulani, sijikuti nina wajaji, kumbe kuna sehemu kweli wamebanwa. Lakini inabidi kujitolea kwa wingi, na ndio maana mimi naona kivyangu ibada hapa kwa mwenye anaifanya kweli, anasali hivyo vipindi 5 kwa siku, sadaka kama jinsi ulivyosema, swaumu kweli anaiswamu vizuri, kwa kweli Mwenyezi Mungu atampa pepo kwa huruma wake, kwa sababu ni kujitolea sana tena. Ni kujitolea sana katika harakati hizi za khairi. Umesikia, umekwenda ukaacha kila kitu chako, au umechoka hiyo weekend, umepata muda wa kupumzika, ukasema acha nijitoe hata hii siku moja, hizo dakika kama ni masaa mawili. Mimi nafikiri katika watu Allah atawachukulia, manake kwa huruma mwingi wewe umo, utokosa kwa huruma wake Allah. Na hapa inakaa tu hapa ni jihadun nafsi. Hapa ndo sasa yani unaiona typically jihadun nafsi, na watu wengi sana naona wanapigana nayo, na Mwenyezi Mungu atawajalia waendelee kupigana nayo jihadun nafsi na washinde inshallah. Na sote tushinde katika jihadun nafsi, maana yake ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni jihad ngumu sana. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia sisi
na watu wote wenye kusikiza hichi kipindi Naam. wakuwe waweze kushinda katika jihadun nafsi. Na tunapenda nyinyi mashabiki mtupatie maoni yenu katika hizi nchi mbili, katika hizi nafasi mbili, Ulaya na Afrika. Wapi mnaona kama kuna dini nyingi na wapi mnaona watu wanafanya amali nyingi zaidi kuliko kwingine? Tunapenda sana maoni yenu tuyaone hapo chini, na mtatusaidia sana sana. Na ikiwa tumekosea, tunaomba mtusamehe. Sisi ni binadamu, tunajifunza na tunataka kujifunza kutoka kwenu. Naomba mtuchanue. Naam, kama mwenzangu alivyosema, sisi ni binadamu, ulimi utereza, labda nimeongea kisichowaridhisha au kisichowapendeza, lakini katika mafunzo kama gisi kipindi tulivyokiita kuchanua, kila mtu anachanua kiasi ya uwezo wake. Wewe kama una maoni yako, una comment yako, unaweza kutuelekeza hapo katika mambo tuliyoongea Afrika na hapa kwetu Ulaya, tofauti katika Uislamu, imani na vyote kwa jumla tulivyoongelea kwa siku ya leo. Tutafurahi sana tukisikia comment yako. Nafikiri tunamalizia hapa kwa muendelezo baadaye tena insha Allah. Baada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disclaimer. The views and opinions expressed in this video are solely those of Lakwa Media Entertainments. They are based on our personal thoughts, experiences, and interpretations. These opinions are not intended to represent official facts or professional advice. We encourage viewers to think independently, do their own research, and form their own conclusions.